wa serikali ya mtaa wa zamani, mtaa wa Voko, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Rukwa mstaafu, mbunge wa viti maalumu na baadaye mbunge wa Nkasi, dada yangu Aida Kenan, una dakika 10 za kueleza Watanzania namna ulivyoingia kwenye siasa. Ilikuwa kuwaje mpaka ukaingia kwenye siasa, mapito ulioyapita kwenye siasa, changamoto na mafanikio uliyoyapata kwenye siasa, hata kufikia hatua ya kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Una dakika 10 kuanzia sasa. Aida, karibu. Asante na kushukuru sana kaka yangu Pambalu na mwenyekiti wangu wa vijana wa taifa mstaafu, lakini kwa sababu umeshatangulia kutoa salamu zetu za pole na kwa utaratibu wetu uliofundishwa itifaki kwenye chama chetu, tunaungana nawe katika preamble hiyo ambayo umeitoa. Kwa sababu ya kuheshimu muda, nimshukuru Mungu kwa kutufikisha mwaka 2026. Sio jambo rahisi, tumepitia mengi, ni kwa neema ya Mungu kufika siku ya leo. Lakini niwashukuru viongozi wetu wote, akiwepo huyu ambaye Mungu ameamua kuvuna kilicho chake siku ya leo. Leo najulikana kama Aida ni kwa sababu wapo watu waliotengeneza njia kwenye chama hiki. Wapo watu ambao walitufanya na sisi tukaona mwanga mpaka leo nikajulikana kama Aida Joseph Kenan. Naweza kusema kwamba kufika leo kuitwa mwanachama wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, bado tutajiita hivyo na tunaamini bado ni chama kikuu cha upinzani Tanzania. Tunasema kwa sababu tuna uhakika na kitu tunachozungumza. Bado hakijapatikana chama kingine kikuu cha upinzani tofauti na Chadema. Ni nini ambacho kimefanya tumefika hapa? Ni kwa sababu tulijua nini tunachoenda kupambania, na mpaka nafika hapa nimekumazwa na mengi. Kwa utaratibu wa chama chetu, mimi kabla ya kujiunga rasmi na chama nilikuwa naweza nikasema mtazamaji au mfuasi, nilikuwa napima mambo. Kwa mara ya kwanza kabisa alipokuja Freeman Aikaeli Mbowe mwaka 1995 kwenye mkoa wetu wa Rukwa, mimi nilikuwa mdogo sana. Kwa hiyo walihesabu kama nimepotea, lakini hicho kipindi usafiri huku ulikuwa unasumbua sana. Kwa alivyomaliza kuhutubia nyumbani hawakujua niko wapi, mimi nilifuata ule mkutano. Ikaonekana magari hakuna, anatakiwa kutoka hapa na Manyere aende sehemu moja inaitwa Chala, akapande gari zinazotoka Mpanda mkoa wa Katavi. Kuna umbali mrefu kidogo. Kwa mguu tulitembea kama masaa matatu. Kwa hiyo tuliondoka na kamanda Freeman, mimi nikiwa mdogo, si mtoto, tunafuatilia anakoenda mpaka tuhakikisha amepanda gari. Tulitembea kwa mguu zaidi ya masaa matatu kumsindikiza kamanda Freeman akatafute gari aelekee Sumbawanga mjini. Nilivyorudi haikuwa jambo rahisi kwa sababu nilipoteza fahamu njiani, nguvu iliisha kutembea kwa sababu umri wangu ulikuwa mdogo. Na wakati huo babangu alikuwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Wakati wanahangaika kunitafuta, wakanikuta nimechoka, nimelala barabarani. Sikuadhibiwa na mzazi wangu, ila baadaye baada ya kupata nguvu sasa wakaniuliza, kwa nini uliamua kwenda kule? Yaani nini kilikufanya uende kule? Nikamwambia mimi napenda uhuru, napenda haki. Akamwambia kwa hiyo mimi hapa nakunyima uhuru? Nikamwambia hapana, nimeshaangalia kwenye chama chako, sasa nilikuwa nataka kuangalia na sehemu nyingine. Kulikuwa usimamizi ambao sio wa kawaida wa wazazi wangu baada ya lile neno, mpaka naanza shule ya msingi, sekondari. Sasa nilipoingia sekondari ile ilizidi. Ni kwa nini nikawa napenda kufuatilia upinzani. Kwa mara ya kwanza kabisa niligombea na baba yangu mimi cheo kimoja cha serikali ya mtaa nikiwa naishi nyumbani kwake, ambao watu hawawezi kuijua hiyo vizuri. Kwa upinzani wangu au kwanza nje ulianza ndani, na walikuwa wanataka kujua kwa nini siendi huku kwa baba yangu, nataka kwenda sehemu nyingine. Niliwaambia kwamba kuna vitu unaviona kwenye chama hiki havinifurahishi. Kwa hiyo nafikiri huku itakuwa sehemu yangu sahihi kwa sababu napenda haki. Napenda uhuru niseme kile ninachokiona.
Kwa hiyo 2010 ndio nilipewa kadi rasmi na Dr. Slaa wakiwa na Godbless Lema pale Mbeya, nikiwa nasoma Mbeya. Na hiyo 2010 nilipigwa mabomu akiwa anagombea Joseph Mbilinyi. Nikiwa pale nilipigwa mabomu, nikalazwa Maranatha pale. Nikazidi kukomaa, kwa nini hawa watu wanashambuliwa upande mwingine washambuliwe? Na mimi napenda competition, ndivyo nilivyozaliwa. Napenda yani kujua kwa nini huku, kwa nini hivi. Lakini 2010 hiyo niligombea kuwa mwenyekiti wa tawi Mazu. Nikawa mwenyekiti wa tawi Chadema. 2012 nikawa mwenyekiti wa kata. 2014 niligombea kuwa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Rukwa. 2014 hiyo niligombea kuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake na nikawa mwenyekiti wa baraza la wanawake manispaa ya Sumbawanga na nikawa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Rukwa. Lakini nikawa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Vodacom kata ya Chanji manispaa ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa. Na nilikuwa ndo mwenyekiti mdogo, mwenye umri mdogo kuliko wenyeviti wote mkoa wa Rukwa. Hali ile ilifanya niinue wakina Aida wengi wadogo, kwa sababu kwa mara ya kwanza pia mwanamke kusimama kuzungumza mbele ya watu kwenye jamii yetu ilikuwa sio jambo rahisi. Lakini waligundua kwa nini tumeamua kwenda upande wa pili, kwa maana upande wa upinzani, na tuliamua kuwaonyesha tofauti. Na ndio kwa mara ya kwanza manispaa ya Sumbawanga upande wa local government Chama cha Mapinduzi walikuwa wapinzani, sisi tulikuwa na wenyeviti wengi zaidi 2014. Na ndo hapo tuliwaonyesha watu haki kwa mara ya kwanza kuwa na umoja wa wenyeviti wa Chadema, ambao tulienda kwa mkurugenzi kumwambia ni kipi ambacho ana haki na kipi ambacho yeye ana wajibu kwa wananchi wetu. Kwa mara ya kwanza manispaa ya Sumbawanga wataalamu pamoja na Chama cha Mapinduzi waligundua kuna vitu ambavyo waliishi kwenye dunia nyingine. Kwa baada ya kupata Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wenye viti wengi, waligundua sasa wameingia dunia nyingine tofauti na ile walioizoea, kwa sababu tuliwafundisha nini maana ya haki. Tuliwafundisha wajibu wao kwa wananchi ni upi. Baada ya hapo ndo nilikuwa mbunge wa viti maalum 2015. Nikiwa mbunge wa viti maalum, chama chetu kina utaratibu ambao kilitujengea toka mwanzo. Tulikuwa tunapewa elimu ya uongozi, pamoja na kwamba tunajua kuna uongozi wa kuzaliwa, lakini kuna uongozi wa kufundishwa. Ile hali iliendelea kunipa morali kwamba nafasi nilionayo nimepewa majukumu, sio cheo na mshahara. Na ndipo niliposema pamoja na umri wangu kuwa mdogo, na ndo nilikuwa mbunge mdogo kuliko wabunge wote wa Chadema 2015, nilisema nitakuwa mbunge wa viti maalum awamu moja, nikiamini awamu moja inanitosha kujifunza na wengine waje kujifunza, mimi nikatafute utaratibu mwingine huko mbele, kwa sababu tunahitaji kupata viongozi wengi. Tukiwa ndani ya bunge tuliwaonyesha utofauti wa uwakilishi na utawala. Hiyo Watanzania wanajua, na leo tutakiri kwamba Chadema tumeonyesha njia. Tunahitaji kuonyesha njia zaidi ili nchi yetu ipone, watu wasijione kama watumwa kwenye taifa lao, ambao bado tunayaona mpaka sasa yanatokea. Kwa hiyo baada ya kuwa mbunge wa viti maalum 2020, kwa sababu nilijengwa na baraza langu la vijana, nikajengwa na baraza langu la wanawake, kwamba ni muda sasa wewe kwenda kutafuta jimbo na wengine wajifunze kwenye nafasi yako, na niliishi kwenye falsafa hiyo. 2020 nimegombea jimbo la Nkasi Kaskazini kwa mtu ambaye alikuwa rafiki mkubwa na rais aliyekuwepo madarakani. Haikuwa jambo rahisi. Upinzani unaanza kuupata kuanzia kwa wazazi kwa sababu ya hofu, ndugu na jamaa, lakini sisi tunafundishwa kabla ya kugombea ufanane na mazingira unaotaka kwenda kugombea, ujue aina ya watu unaotaka kuwaongoza na mahitaji yao, ili kama kiongozi ujue unaongoza watu gani. Hiyo tumeifanya. 2020 haikuwa jambo rahisi kwangu, kwa sababu niliamini yale tuliyotenda 2015 taifa likaona, Watanzania wakaona, tungeenda kuwa wengi zaidi kufanya maamuzi ya haki na ambayo yangekuwa na msaada kwa Watanzania, kwa sababu tulijua sisi nini maana ya uwakilishi, na uwakilishi lazima uwasikilize unaowawakilisha.
Kwa hiyo hayo yote yalifanya sisi tukaonyesha utofauti na viongozi wengine kuanzia kwenye ngazi ya mtaa. Nini ambacho nataka kuambia Watanzania? Si kwamba kusomeka mbunge wa upinzani au chama cha upinzani kazi yake ni kupinga. Kazi yetu sisi ni kuonyesha njia, hasa pale tunapoona mambo hayajanyooka. Leo tunapitia maumivu makali kwa sababu ya demokrasia. Tunajua mimi Aida nafika hapa kuwa mbunge kwa awamu ya pili, wapo watu waliotengeneza njia, sasa napita ambako wameshafyeka wakaondoa umande. Nimepita mimi na mimi nakwenda kuanzisha maeneo mengine ambayo yalikuwa yamebakia au kwa ajili ya usawazishaji, naweza nikazungumzia, ili watu wajue ni kwa nini tunasema Chadema ni taasisi na tunaweza kuongoza taifa kwa sasa. Ni kwa sababu tumeonyesha kwa mifano halali demokrasia tunayoidai, tumeionyesha ndani ya chama chetu kwenye hatua mbalimbali. Lakini ni swala tu la watu ambao swala la utu limepotea, imebaki ni swala la tamaa. Sijui unaweza ukazungumza lugha gani inayofaa. Ndio maana leo tumefika hapa, tunafanya kikao kama hiki. Ni kama sisi sio Watanzania, ni kama sisi sijui ni watu gani hivi, lakini yote hayo ni maumivu ya kupambania demokrasia. Na mimi ni wasihi vijana wenzangu pamoja na wanawake, kwa sababu niko kwenye makundi yote hayo mawili, demokrasia lazima tuipambanie. Waliotangulia wakamwaga damu, waliopotea kwenye mazingira ya utata, yaendelee kutupa maumivu kwamba bado tuko kazini, hatujafikia malengo yetu. Na kama hatujafikia malengo, ni lazima tujue kuna athari na mapito mbalimbali ambayo yanaweza kutukuta, na lazima tujipange kwenye sura hiyo. Lakini hatutajipanga kukaa tukisubiri tuje tuvunwe kama kumbikumbi. Tutapambania kadri Mungu atakavyotuwezesha. Tutapambana kwa kutovunja katiba, tutapambana kwa kupigania haki ikiwa ni kipaumbele. Na tumefika hapa chama chetu kuendelea kuheshimika duniani kote ni kwa sababu ya kulinda misingi yetu, kuishi misingi yetu ambayo ndiyo takwa na mahitaji ya Watanzania. Sisi hatuendi kuongoza wanyama, tunaongoza binadamu. Na kama wewe ni kiongozi unaenda kuongoza binadamu, kama tulivyojipambanua sisi Chadema, tunawasikiliza wananchi waliotupa nafasi hii na kukipenda chama chetu. Na kushukuru mwenyekiti, sioni dakika kama ziko sawa, mimi naenda tu. Sisi wapinzani bwana tunajua umebakiza dakika moja. Dakika moja. Basi nina moja la kusema. Pamoja na yote, tunaendelea kuwapa pole Watanzania wote ambao wamepoteza ndugu zao katika mazingira magumu. Tarehe 29 kipindi hicho ambacho kinaitwa sijui cha nini, nashindwa kutaja hilo neno kwa sababu uchaguzi una misingi yake ya uchaguzi. Naendelea kuwapa pole sana Watanzania. Mtunza hazina wangu naye alipewa kesi ya uhaini kwa sababu ya pesa za kikundi chao yani mambo ya ajabu. Sitaki kupoteza muda huo, isipokuwa yote haya yanatufundisha kwamba kudai demokrasia na haki za watu kuna maumivu, na maumivu hayo tumeyapokea na mbele tutasonga. Na kushukuru sana dada Aida Kenani. Kutakuwa na maswali kwa Watanzania wanaoendelea kutusikiliza hapa. Watakuuliza maswali. Wengi wamekuwa inspired na siasa zako.